Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Karibu ndugu mtazamaji wa Kasako Media, ni kwamba tuko kwenye uwanja wetu hapa, uwanja wa zone ya 14 ambako kunapigwa mchezo kati ya timu ya Feba na timu ya KN Sport. Pamoja na hiyo pia kwenye uwanja kule wa L ya 3 kuna mechi mpaka saa hizi, ni mechi ya Regideso pamoja na timu ya AFD. Saa hizi AFD ndo wanaongoza kwa bao moja na wapo katika kundi moja na timu ya AFD, Regideso pamoja na Alliance na Buffalo. Ndugu Venasi mzaliwa, ni kwamba AFD ndo katika kikundi chao ndo saa hizi bado anashikilia pointi 3. Ukilinganisha Alliance amekwenda sare ya kufungana moja kwa moja na timu ya Buffalo. Unaonaje kundi hilo? Mimi niseme tu ya kwamba utakumbuka kwamba tu AFD wanastahili ushindi, maana ligi iliyoisha ukicheki mchezo ambao AFD alikwenda kutumia na mechi ambazo kwenda kuzicheza zote zilikuwa za kuridhisha. Laiti tu ingelikuwa asingekutana na JH ligi iliyoisha, AFD wangefika mbali. Na utakumbuka tu ya kwamba Regideso kadri ya siku zinavyokwenda na njogisi timu ya Regideso na yenyewe inakwenda kudidimia siku baada ya siku, na ndio kwa maana nasema kwamba katika kundi hili yani naweza nikasema kwamba yani si kawaida ukiangalia. Sio kawaida sana, wala haiwezi katubabaisha sana kuona kwamba Regideso anakwenda kubaki ndani ya makundi. Hebu ngoja tuangalie dakika za mwisho, kwa sababu dakika 90 ndo zitatuonesha mshindi atakuwa nani, lakini mpaka matokeo sasa hivi wao saa hizi bado wanaongoza AFD. Ngoja turudie kwenye uwanja wetu wa zone ya 14 ambapo tupo saa hizi. Ni kwamba zone ya 14 ndo kuna mchezo ambao unapigwa kati ya Feba na timu ya KN. Tukikumbuka miaka enzi zile pale wakina Bashile wangali wanapuliza kipenga, timu yao hizi mechi zilikuwa zina ukakasi sana, na mpaka sasa hivi tunaona mechi inachezwa kwa style ambayo ipo sawa, kwa sababu wote wanashambuliana kwa zamu. Tukiangalia timu ya Feba kosa zipo nyingi, tukiangalia pia kwenye timu ya KN kosa nazo zenyewe zipo. Sasa hebu tuangalie bwana Venasi mzaliwa, beki ya Feba unaionaje mpaka saa hizi? Mimi niseme tu ya kwamba mimi light ningelikuwa kocha wa timu ya Feba, ningekwenda kumuonya mchezaji ambaye anavalia jezi namba 4 mgongoni. Maana dogo yule ni dogo Feba imemnunua kutoka katika timu ya Etwale, amekwenda kwa mkopo, lakini ila utakumbuka tu ya kwamba dogo yule anajiamini sana, na lile eneo kama lile linakuwa ni eneo la hatari sana kwa beki. Yaani ukijiamini sana pale unaweza kusababisha nyavu kutikisika, maana uzembe wako unaweza ukachangia. Laiti ningelikuwa kocha ningemuita mchezaji yule na ningeweza kumuonya kutokana na uzembe ambao anakwenda kuonesha pale kuna nafasi yake ya ubeki. Ni kwamba mchezaji yule wanamuita kwa jina la Asam Simbwa, ni kweli katoka kwenye timu ya Etwale, lakini kwamba mchezo anaucheza ni kwamba anakwenda kujiamini sana. Ina maana anaposhika mpira hataki sana kuutoa mapema, na hilo linaipa nafasi sana timu ya KN kupata nafasi sana kwenda kumfikia, na wanapomfikia inakuwa ni hatari, kwa maana tunajua kwamba beki hana sifa. Hebu tuangalie mtoto wa Kilozo ambaye ni namba 6 ya Feba. Makosa yapo mengi sana pale katikati. Unaona hivi litaliasiri vipi timu yake ya Feba? Kwanza niseme kwamba yule kijana ni kijana mzuri kwenye soka. Yes. Lakini mechi ya leo kwa jina anaitwa Tumba. Hiyo ni kweli. Na anavalia jezi namba 6. Niseme tu ya kwamba kwa mechi ya siku ya leo Tumba sio vizuri. Yes. Maana anacheza faulo nyingi, pamoja na kwamba hajaonyeshwa kadi, lakini anacheza faulo nyingi pale kwa namba 6. Maana tunamzoea aweza katoka uwanjani bila kupata kadi kama kawaida yake, maana mara nyingi huwa anacheza zile kosa zake za mingi sana. Lakini light tu mimi niseme tu ya kwamba bado angali fiti, pamoja na kwamba anacheza faulo nyingi, lakini mchango wake bado uko pale katika timu ya Feba pale katikati. Endapo tu kocha anaweza kumondoa, inaweza kaingiza madhara, lakini tusubiri tuone dakika 90 hizo zitakwenda kumwamulia. Kwa sababu mpaka sasa hivi ni dakika ya 45 ambazo tuko kwenye kipindi cha mapumziko, matokeo bado ni 0-0. Lakini tukiangalia axis ambazo golikipa wa Feba amezitoa, kweli zina heshima. Mimi niseme tu kwamba niende kwanza kutoa shukrani za dhati kwa golikipa wa Feba kwa kazi ambayo amekwenda kuifanya, pamoja na kwamba mabeki wake wanaonekana kama kupwaya kidogo namna hiyo, lakini shukrani ziwezi kumwendea golikipa, lakini hatuwezi tukampa shukrani zote, maana kuna baki dakika 45 ambazo zitakwenda kufanya kazi. Hebu tuangalie na Feba kule mbele, kwa sababu kuna namba 7 pale ambaye ni Richard, ni mchezaji ambaye saa hizi ni machachari sana na kosa zinakuwa nyingi. Unajua ni mbinu wanazozitumia ni kwamba
hazipo vizuri kwa sababu kwamba kosa zipo nyingi. Unaona hilo inaligharimu vipi timu ya Feba kulingana hizo kosa? Mimi niseme kwanza uzembe wao wa mabeki ndio utasababisha Feba waweze kuibuka na ushindi. Maana utakumbuka tu ya kwamba Feba na wenyewe wanapata nafasi nzuri lakini wanashindwa kuzitumia. Maana utakumbuka jamaa anacheza namba 7 hapa. Richard jamani mkali mbaya sana. Na ndio anawabeba mputa kweli kweli, lakini sasa wenzake anakosa ule usaidizi wa kuweza. Hebu tuangalie mzaliwa kutoka timu ya Baraka Mosa ambaye yuko kwenye timu ya Feba. Ni mchango gani ambayo yuko nao pale kwenye namba 9? Kwa sababu tunaambiwa sana kwenye Baraka Mosa alikuwa ni mchezaji matatari sana. Vipi cheche zake kwenye mechi hii ya leo unamwonaje? Kwa hizi dakika 45 hajaonekana vya kutosha mzaliwa, lakini katika timu ya Tuve alikuwa mchezaji tegemeo sana ndani ya timu ile, lakini kufika katika timu ya Feba ni kama vile kiwango ni kama vile akijapanda kivile, maana yakaa vizuri kama hawajazoeana na ndio kitu ambacho nataka nikizungumzie. Maana utakumbuka kwamba alitoka kule ameshazoeana na wenzake. Katika timu ya Feba unakuta bado hawajamzoea. Kwanza ile mipira kupewa mara kwa mara haipewi, anatafuta sana lakini kupewa anapewa michache sana, na ndio kwa maana mzaliwa hajaonekana. Lakini light angekuwa anaonekana, angeshirikiana na huyu jamaa jezi namba 7 Richard, nafikiri kwamba Feba angekuwa kwa nafasi nzuri, matokeo angekuwa mazuri. Hebu twende upande wa tunaona beki wao pale ni Mkongo ambaye amechukua utunzo wa beki bora ambaye ni Mlebwa. Kijana yule ni machachari sana. Msimu uliopita hapo alikinzana sana na beki wa Alliance ambaye ni Dewinge, lakini mpaka sasa hivi unaonaje mpira wake kwenye mechi ya leo? Kwenye mechi ya leo yule Mlebwa ambaye tunakwenda kumzoea sio ndio huyu ambaye anakwenda kuonekana kwenye mechi. Maana hizi dakika 45 ni kama vile Mlebwa na yeye anakwenda kukwaya. Kwanza utulizaji wake wa mpira unakuwa unakosekana ule umakini ukilinganisha na siku za nyuma gisa alivyokuwa akituliza mpira smart. Sasa hivi hizi dakika 45 bado hajaonekana kivile, maana Feba anafika langoni kwake mara kwa mara, wanafika kwenye lango la mara kwa mara. Sasa na yeye ana makosa yale madogo pamoja hayajakuwa makosa makubwa, hayajatoa hatari sana. Lakini naona kama kwenye mechi ya siku ya leo Mlebwa hajaonekana yule ambaye tunakwenda kumzoea. Kwa sababu ngoja tuangalie kuna goalkeeper wa timu ya Kien ambaye kwa jina anaitwa Donatien ambaye amevalia namba 80 mgongoni. So goalkeeper huyu hajatumika sana kwa sababu kwamba hajapigiwa sana zile shuti ambazo tuwezi kuona kwamba tuone nguvu zake ziko wapi. Lakini kosa za Feba zinakuwa zipo ndani ya boksi. Wanakaaje mabeki mpaka kuachia washambuliaji wa Feba kupata nafasi za kuweza kushambulia sana pale kwenye lango? Na ndio kitu ambacho nilikwenda kuzungumzia kwamba mabeki wa Kien hawajawa na umakini. Maana laiti wangekuwa na umakini nafikiri basi ngufika mara nyingi kwenye lango lake. Lakini kwamba mabeki wa Kien wako washambuliaji wa Feba wakishapata mpira wao wanarudi nyuma. Kulikoni ya kufuata mpira pale ulipo, wao wanarudi nyuma, afu unakuta adversaire anakwenda kupumua. Anakwenda kupata nafasi ya kuweza kwenda kupiga shuti, pamoja na kwamba ziko zinakuwa no cadre, zinaenda nje. Azilenge lango. Laiti ingikweti zilikuwa zinalenga lango, basi nafikiri kwamba hichi kipindi cha 45 za mwanzoni Feba wangekuwa na bao angalau hata moja. Tuangalie kuna katikati mwa timu ya Kien wapo vizuri. Kwa sababu kwamba namba 8 na namba 6 wakiwa wanacheza vizuri sana, kwa sababu kwamba inawapa nafasi ngumu sana wachezaji. Yani kuna mchezaji Aliki wa timu ya Kien ni mchezaji pale katikati anacheza vizuri, inampa sana Tumba nafasi ngumu sana ya kuweza kutuliza mpira. Ndio maana unakuta anacheza butu kwa lugha zile za asili. Hiyo ni kweli. Sasa tungeomba kwamba wanashindwa na wenyewe pia kutengeneza nafasi za kumpa namba 9 wao kuweza kutengeneza nafasi zile, apate nafasi za kumalizia. Wanashindwaje kupiga zile pesi za mwisho? Utakumbuka tu ya kwamba Kien kwa upande wa viungo Kien ni wazuri kuzidi Feba. Yes. Maana ukiangalia viungo wa Kien kadri ya gisu wanavyoshikilia kwa pale katikati ni kama vile wanakwenda kuwamiliki wale wa katikati ya Feba pale, wanakwenda kuwameza, na ndio kwa maana unakuta Tumba anakwenda kucheza faulo nyingi sana, maana wale majamaa wanakwenda kumubana vizuri kwa pale katikati. Sasa kitu kama kile
kinakwenda kuwa. So, ngoja tuangalie dakika hizi zimekwisha. Upi utabiri wako katika mechi ya leo? Mimi utabiri wangu naona kwamba mechi inaweza ikatoka sare. Sare. Hiyo ni kweli. Kwa karibu sana ndugu mtazamaji wa Kasako Media, ni kwamba tuko kwenye ligi ya watoto wadogo ambayo inaitwa Champions League Ship, na katika uchambuzi huu niko anaitwa Ribe Mwene au Kakaruge, niko na Venasi Mzaliwa. Ni kwamba dakika hizi ambazo ni dakika 15 zimeisha hivi, tunaingia katika kipindi cha pili. Hebu ngoja tukutane kipi kitatokea kipindi cha pili. Kama alivyosema Venasi Mzaliwa ni kwamba sare haiwezi katokea. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.